Jina langu ni Christopher Mwongole, ni mratibu wa kituo cha urithi wa ukombozi wa bara la Afrika. Leo hapa kituo cha urithi wa ukombozi wa bara la Afrika tunaungana na mataifa mbalimbali ya nchi za kusini mwa Afrika kuadhimisha siku ya ukombozi wa nchi za kusini mwa Afrika, ikiwa ni utekelezaji wa azimio la mkutano wa wakuu wa nchi za SADC ambao ulifanyika mwaka 2018 kwamba kila mwaka tarehe 23 mwezi Machi nchi zote za SADC ziweze kuadhimisha maadhimisho ya kumbukumbu za siku ya ukombozi wa nchi za kusini mwa Afrika. Kumbuka tukio maalum ambalo lilifanyika mwaka 1988 la ushindi wa majeshi ya Afrika kuyashinda majeshi ya ubaguzi wa rangi na kupata ushindi mkubwa katika jimbo la kusini mwa Angola na hivyo kupelekea uhuru wa nchi ya Namibia. Lakini sisi kama Tanzania siku hii kwetu ni muhimu sana kwa sababu hapa Tanzania ndipo ambapo ilikuwa ni kitovu cha kuratibu harakati za uhuru wa mataifa yote ya Afrika. Nchi zote za kusini mwa Afrika na nchi zote za Afrika zikitaka kuifahamu historia hii ya ukombozi kwa ushahidi mwingi, basi wanakuja Tanzania. Adhimisho kama haya kwa Tanzania ni kitu muhimu sana kama sehemu ya kutoa elimu kwa jamii, hasa vijana wafahamu ukubwa wa historia ya nchi yao ya Tanzania, namna ambavyo nchi yao ina urithi mkubwa ambao haufanani na nchi yoyote ya Afrika. Na mwaka huu hapa sisi kituo cha urithi wa ukombozi wa bara la Afrika tumeandaa onyesho maalum, tumeandaa mdahalo maalum wa wadau wanajadili kwa kina masuala haya ya historia ya urithi wa ukombozi wa bara la Afrika kwa ajili ya kutoa elimu kwa jamii, lakini pia kujivunia urithi wao na kuweza kushiriki katika kuulinda na kuuendeleza na kuimarisha uzalendo wao kwa nchi yao. Ni Monica Joyce Kuga Sozibwa. Nipo hapa nimekuja kwa sababu ya PAWO, Pan African Women Organization. Harakati za ukombozi wakati ule ambavyo ningeweza kusema, labda kwa ufupi niseme tu kwamba Mwalimu alikuwa na upendo sana na watu. Maisha ya nchi nyingi hasa Rhodesia, Northern Rhodesia ambayo sasa ndio Zambia na Southern Rhodesia ambayo ndio Zimbabwe, alafu chukue na Afrika Kusini, walikuwa yani hata kuwaona tulikuwa tunaonea huruma. Alikuwa katika hali iliyokuwa sio ya kufurahisha, yani ule ubaguzi wa rangi ulikuwa dhahiri sana. Kwa hiyo akawa na kilio hicho kwamba na wenzake wa Afrika akishirikiana sana na huyu wa Ghana Lumumba, kwamba tukiwa sisi tumepata uhuru na wenzetu Afrika, sehemu za kusini mwa Afrika nao wapate uhuru. Ni siku ambayo yule aliyekuwa kiongozi wa Frelimo alipouawa kwa bomu. Ile ilitustua sana. Alifungua sijui barua akalipuka hivyo. Ile ilitumia. Kwa hiyo ile huwa inanitia uchungu sana. Kwa majina naitwa Jessica Dennis Munawela, natokea shule ya sekondari Zanaki. Maadhimisho ya leo nimejifunza vitu vingi sana. Kitu cha kwanza ambacho nimejifunza ni kuwa mzalendo na nchi yangu, kwa sababu maadhimisho ya leo yanazungumzia kwa habari ya kuadhimisha ule ukombozi wa nchi za Afrika Kusini. Kwa kitu ambacho mimi nimejifunza kwa upande wangu ni kuwa mzalendo zaidi na nchi yangu na kuendelea kuwa mkakamavu na nchi yangu. Mimi naitwa Lugano Daudi Kalinga, ni mwenyekiti wa taasisi ya Eagle Koi Foundation, taasisi ambayo inajumuisha vijana waliopitia mafunzo ya JKT kikosi namba 832 KJ Mlandizi. Siku hii ya leo tarehe 23 mwezi Machi 2026 ni siku muhimu sana ambayo inatuliwazisha taifa letu limetoka wapi, lipo wapi na linaelekea wapi, hasa katika misingi mikubwa ya uhuru, amani, umoja na mshikamano. Kwa hiyo
tarehe kama hii ambapo tunajiliwaza namna gani waasisi wa taifa letu walivyoshikamana kwa pamoja, wakiamini katika falsafa ya umoja, falsafa ya majiundo, ya kwamba kupitia falsafa hiyo ndio wangeweza kuleta mapinduzi ya ukombozi dhidi ya mabeberu, dhidi ya mabepari kutoka kwa wakoloni. Tunapowataja kina Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, tunapowataja kina Kenneth Kaunda, tunapowataja kina Agustino Neto, ni watu ambao waliamini kwamba maendeleo ya Afrika yataletwa endapo watu watakuwa huru.